Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, tusikilize tafakari ya ujumbe Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 3. Jifunzeni daima kwa uangalifu kitabu kikuu cha msalaba, na mtapata amani, faraja na kutiwa moyo katika kila kazi zote njema, na tupumzike katika madonda yake matakatifu, chanzo cha kila baraka. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, kwa roho ya ibada na unyenyekevu, tunatafakari neno la kiroho la Mtakatifu Gaspari del Bufalo linalosema kwamba jifunzeni daima kwa uangalifu kitabu kikuu cha msalaba, na mtapata amani, faraja na kutiwa moyo katika kila kazi zote njema, na tupumzike katika madonda yake matakatifu, chanzo cha kila baraka. Ndugu zangu wapendwa, huu ni wito wa kuingia katika fumbo la msalaba, siri ya wokovu wetu, madhabahu ya upendo wa Mungu, na kupitia fumbo la msalaba tunajifunza yafuatayo. 1. Msalaba ni kitabu cha ufunuo wa upendo. Katika msalaba, Mungu hajatuandikia kwa wino, bali kwa damu ya mwanawe. Neno la Mungu linashuhudia haya linaposema, sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, aliye nguvu na hekima ya Mungu. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 1 aya 23 hadi aya ya 24. Wapendwa ndugu zangu, msalaba ni madhabahu ya sadaka takatifu, kiti cha enzi cha mfalme mnyenyekevu, shule ya upendo wa mkamilifu. Na katika msalaba tunasoma: 1. Msamaha usio na kipimo. Toka mwinjili Luka sura ya 23 aya 34 anasema, Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawana mavazi yake, wakapiga kura. 2. Tunajifunza utii mkamilifu. Mwinjili Luka sura ya 22 aya 42 anasema, mapenzi yako yatimizwe. 3. Tunajifunza kwamba upendo uliokamilika. Mwinjili Yohane sura ya 19 aya 30 anasema, Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Ndugu zangu, anayeusoma msalaba kwa imani huingia katika hekima ya Mungu isiyofahamika kwa akili ya kibinadamu, bali kwa neema ya Roho Mtakatifu. 2. Madonda matakatifu ni chemichemi ya neema. Mtume Paulo anatangaza kwa imani thabiti kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2 aya 24. Ndugu zangu, madonda ya Mwokozi si alama za udhaifu, bali ni visima vya rehema na chemichemi ya uzima wa milele. Katika madonda yake, wenye huzuni hupata faraja, wenye dhambi hupata msamaha, na wenye uchovu hupata pumziko. Naye Bwana mwenyewe anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mwinjili Mathayo sura ya 11 aya 28. Ndugu zangu, kupumzika katika madonda yake ni tendo la kiimani na kiibada. Ni kujistiri katika moyo wake mtakatifu, ni kujiweka chini ya damu yake azizi, na ni kuacha majeraha yetu yaoshwe katika chemichemi ya wokovu. 3.
Msalaba ni nguvu ya kazi njema. Wapendwa, msalaba hauondoi wajibu wetu, bali utakasa na kuupa thamani ya milele. Mtume Paulo anasema, sasa nayafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa. Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. Wakorintho sura ya 1 aya 24. Kila tendo la upendo, kila sadaka ya kimya na kila uvumilivu wa imani vinapounganishwa na msalaba vinakuwa sadaka yenye kupendeza mbele za Mungu. Katika familia, katika utume na katika kazi ya kichungaji, msalaba ni nguzo ya uvumilivu, chanzo cha uaminifu na alama ya ushindi wa upendo juu ya dhambi. Kwa maana pasipo msalaba hakuna ufufuko, na pasipo sadaka hakuna utukufu. 4. Tunaona au tunajifunza kwamba msalaba ni mwito wa kiroho kwa waamini wote wa leo. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, katika nyakati hizi ambapo dunia hukimbilia raha na kukataa mateso, kanisa linatualika kutazama msalaba si kama laana wala mzigo, bali kama baraka. Maandiko matakatifu kutoka katika waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 18 yanatuambia kwamba mateso ya wakati huu si kitu yakilinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Ndugu zangu, msalaba ni daraja la kupita kwenda katika uzima. Ni mlango wa kuingia katika neema na ni muhuri wa upendo wa Mungu usiobadilika. Wapendwa ndugu zangu, anayekaa chini ya kivuli cha msalaba haogopi giza, na anayekunywa kutoka chemichemi ya madonda yake hapungukiwi na tumaini. Yesu msulubiwa, uliye kitabu cha uzima na mwalimu wa upendo wa kweli, tujalie neema ya kusoma kwa bidii fumbo la msalaba wako. Katika madonda yako matakatifu tupate amani, katika damu yako azizi tupate utakaso, na katika moyo wako mtakatifu tupate nguvu ya kudumu katika kazi njema. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Alfred Cyprian Mahwela, frateri wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu.